Ndugu washiriki, habari za asubuhi. Maranatha. Nichukue nafasi hii kuweza kuwakaribisha kwenye ibada ya asubuhi ya leo, ambayo ni ibada ya meza ya Bwana. Kwa hiyo karibuni sana na muweze kujisikia huru. Sasa kabla sijaenda kwenye ubiri, naomba nizungumze tu mambo machache ya mkazo, ambayo ndio mkazo wa kanisa letu kwa sasa. La kwanza, na ambalo nafikiri nitalizungumza hilo ni juu, kama umesikia ile tunaita sauti moja au one voice 27 au sauti moja 27. Wangapi wamewahi kusikia hiyo? Hebu nione. Wangapi hawajasikia? Sasa mjue kuna hiyo. Sasa hii sauti moja, of course ni slogan, hii ina mwitikio wake, sijakalili tu. Au ni kauli mbiu, sijaikalili vizuri. Lakini nitakavyoikalili basi tutakalili pamoja. Hii sauti moja 27, mwaka kesho itakuwa inatimia miaka 2000 tangu Kristo abatizwe. Kwa hiyo kutakuwa ni sherehe. Kwa hiyo Yesu Kristo atakuwa anatimiza miaka mingapi? 2000 tangu afanyeje? Abatizwe. Sasa tunachotakiwa ni kwamba kama vile Yesu alivyobatizwa, basi na sisi tunatakiwa kuanzia mwaka huu tufanye kazi ya injili kwa njia zote, ili inapofika mwaka kesho tuwe tumebatiza watu wengi kuliko kawaida. Kwa hiyo zitumike njia zote za kupeleka injili. Si tunazifahamu Kuna mahubiri ya hadhara, kuna vikosi vya shule ya Sabato, kuna masomo ya sauti ya unabii, kuna mahubiri haya ya net event kama tutakayokuwa nayo ya Njombe, na njia nyingine nyingi, masomo ya sauti ya unabii nini, na kila mshiriki anatakiwa ajihusishe kwenye swala hili la injili. Sasa ngoja nikwambie, niende zaidi hapo. Nakwambia sasa hili fundisho ni la roho ya unabii, sawa? Kuna fundisho la miaka 6000. Umewahi kulisikia? Sasa lifuatilie. Ingalau kuna wanaolipotosha, I know. Wao wanatangaza ile miaka 6000 ni kurudi kwa Yesu. Sio kurudi kwa Yesu. Miaka 6000 ni kumaliza kwa kazi ya shetani. Yaani shetani alipewa miaka 6000, sawa? Sasa anamaliza. Sasa angalia correction hiyo iko hapo. Unajua hiyo miaka inaanza toka Yesu alipotangaza kwamba atauweka uadui kati ya na mpaka Yesu anapokuja kusurubiwa pale msalabani, roho ya unabii nasema alimaliza miaka 4000. Yaani kipindi kilipita cha miaka 4000. Sasa toka Yesu amebatizwa kufika mwaka kesho anamaliza miaka mingapi? 2000. Ukijumlisha 4000 jumlisha 2000, shetani amemaliza. Sasa shetani akimaliza kazi, nini kinafuata? Sasa usiniulize, utajua nini kinafuata. Shetani akishamaliza kazi. Shetani alipewa miaka 6000 kufanya kazi yake. Haya, sasa mkazo kutokana na hiyo kwenye jimbo letu
mwaka huu, yani miaka mitano kuanzia 2025 au 2026 mpaka 2030. Jambo la kwanza vitakavyotiliwa mkazo ni uinjilisti, jambo la pili ni uwakili, jambo la tatu ni uamsho na matengenezo. Alafu jambo la 4 ni uongozi wa kiroho na kuimarisha uongozi wa kiroho. Alafu namba 5 ni kubadilisha taswira na maendeleo ya kanisa. Namba 6, sasa hii niliongeza mimi namba 6, sawa? Zenyewe ziko 5. Kama utazishika zile 5 sawa. Na hii ni kwamba tunapaswa kuomba kupokea roho. Aya yote hawezekaniki bila Roho Mtakatifu. Fanya ufanyavyo. Jitahidi unavyoweza kujitahidi. Lakini atagonga bila roho. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo omba sana ili uweze kupokea Roho Mtakatifu. Sasa somo langu la asubuhi ya leo lina kichwa kinachosema maziko ya utu wa kale. Maziko ya utu wa nini? Utu wa kale. Sasa utagundua ya kwamba Biblia inazungumza utu wa kale na utu upya. Sasa kabla hatujaendelea kuangalia ni hivi, utu wa kale ni maisha yale ambayo mtu alikuwa anayaishi kabla hajamjua Yesu Kristo. Si hata wewe unafahamu kuna maisha fulani ulikuwa unayaishi kabla ya kumjua Yesu Kristo, si ndio? Si ni sawa? Ulikuwa na maisha fulani hivi kabla ya kumjua Yesu Kristo. Sasa ile maisha yako yote ya kabla kumjua Yesu Kristo, Biblia ndio inazungumza kwamba ndio utu wako wa kale. Sasa utagundua kwamba utu wa kale unapatikana kwa njia ngapi? Njia 2. Njia ya kwanza, yani sio kama utaelewa vizuri, lakini naamini utaelewa vizuri. Tunapata kwa njia ya kurithi ule utu wa kale. Umeelewa ile mielekeo yote miovu kutoka kwa wazazi inarithishwa kwa watoto. Sio kama unanielewa Mielekeo miovu, sisemi dhambi. Dhambi hakuna mtu anayerithi dhambi ya mwenzie. Kila mtu atahukumiwa na dhambi ya kwake. Ila ninachokizungumza ni hiki, ile mielekeo miovu inarithishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa nini? Kwa watoto. Na ndio maana ile amri ya pili inasema hivi, na wapatiliza wana maovu. Kizazi cha ngapi mpaka cha ngapi? Yani anachozungumza sio dhambi kwamba ndio anawapatiliza, ile mielekeo miovu. Sasa nikisema mielekeo miovu si mnaijua? Au bado hamjaifahamu? Yani iko hivi, kwa mfano, kama mama unaupepeta mdomo, yani wewe ni muongo, tegemea na watoto wako watakuwa waongo. Kama baba ni malaya, tegemea watoto wako nao watakuwa nini? Yani ile mielekeo miovu, yani yale matendo maovu ambao unayo, watoto watarithi. Sasa ngoja nikwambie, nifanye tofauti kabisa na issue ya dhambi. Unajua, yani kwa asili mielekeo miovu tunayo ndani, ipo, ila kwa yenyewe sio dhambi. Unajua ni mpaka izae, yani izae. Yani we baba unaweza kuwa na